Wakati kila mmoja mawazo yake akiyapeleka moja kwa moja kwenye michuano ya AFCON, ambako kwenye upande wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars tunashiriki huko, lakini huku ndani ya klabu ya Simba wanakuambia kwamba mipango inaendelea kimya kimya. Tayari mipango ya kocha mpya, mipango ya wachezaji inaendelea ndani ya klabu hiyo. Je, nini hasa ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Simba mpaka sasa hivi? Utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sijakupatia taarifa ambayo inaendelea ndani ya klabu ya Simba, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Wakati macho ya wengi yakiwa bado nje ya uwanja, ndani ya klabu ya Simba mambo yanaendelea kusukwa kwa umakini mkubwa na kwa utulivu wa hali ya juu. Taarifa za kuaminika zinaeleza kuwa uongozi wa klabu ya Simba tayari umefikia makubaliano na kocha wa Singida Big Stars, hapa ama Singida Black Star, na mzungumzia Miguel Gamondi kuwa kocha mkuu wa klabu, hatua inayofungua ukurasa mpya wa kiufundi ndani ya Msimbazi. Ingawa bado haijatolewa taarifa rasmi kwa umma, mkataba wa Gamondi unaelezwa kuwa tayari umekamilika, huku kipengele kikubwa ikiwa ni muda tu wa kuanza kazi, ambapo ni pale mpaka AFCON itakapotamatika, ama timu ya taifa ya Tanzania sehemu ambayo watafikia. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, Gamondi anatarajia kuanza mara tu baada ya mashindano ya AFCON kumalizika, au endapo timu ya taifa ambayo ya Tanzania itakapoondelewa mapema. Simba wameamua kumsubiri kutokana na imani kubwa walionayo juu ya falsafa yake ya soka, uwezo wake wa kusimamia timu kubwa, pamoja na uzoefu wake wa ndani ya soka la Afrika. Uongozi unaamini kuwa Gamondi si kocha wa mpito, bali ni chaguo la kimkakati linalolenga matokeo ya haraka sambamba na ujenzi wa timu imara ya muda mrefu. Sambamba na makubaliano hayo, Gamondi hakubaki kimya. Taarifa zinaweza kuwa tayari ameshawasilisha pia mapendekezo yake awali kuhusu maboresho ya kikosi, hususan kuelekea dirisha dogo la usajili. Ndani ya mapendekezo hayo, majina ya Kratos Chota Chama na beki Ande Kofi yanatajwa kwa uzito mkubwa, yakionyesha wazi mwelekeo wa kocha huyo kuhusu aina ya wachezaji anaowahitaji ili kutekeleza mfumo wake wa uchezaji. Gamondi anamfahamu Chama kwa undani, anajua mchango wake ndani ya ligi na mashindano ya kimataifa, na anaamini uwepo wake utaongeza utulivu na ubunifu ndani ya uongozi ndani ya timu. Kwa upande wa Ande Kofi, kocha anamuona kama mchezaji mwenye nguvu, kasi na uwezo wa kuleta ushindani mkubwa katika eneo la ulinzi, hasa kwenye mechi za pressure. Ndani ya Simba unaendelea kufanya kazi kwa kasi, lakini kwa tahadhari kubwa, kuhakikisha kila agizo la Gamondi linaanza kufanywa kazi mapema. Majadiliano yanaendelea kufanyika kwa siri, tathmini ya kifedha zinafanywa, na mipango ya maboresho ya kikosi inaandaliwa kwa lengo la kuhakikisha kocha huyo anapowasili anakuta mazingira tayari yameandaliwa. Hakuna anayetaka kurudia makosa ya nyuma ya makocha kuja na kuanza kupambana na mazingira baadaye matokeo yanakuwa sio yale waliyotarajia. Kinachofutia zaidi ni namna mchakato mzima unavyoendeshwa kwa utulivu, bila makelele wala papara. Ndani ya Simba kuna imani kuwa safari hii wanataka kufanya mambo kwa usahihi, kwa mpangilio na kwa heshima na ukubwa wa klabu. Ndio maana hata suala la Gamondi kumsubiri pale ambapo AFCON itamalizika halionekani kama tatizo, bali kama uwekezaji wa subra ili kupata kocha mwenyewe ambaye yuko kikamilifu.